Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu nchini Kenya, KNCHR, imeripoti vifo vya watu 8 na majeruhi zaidi ya 400 kufuatia maandamano makubwa yaliyoitishwa Juni 25, 2025 kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na tume hiyo, watu hao walifariki kwa kupigwa risasi katika kaunti 6 tofauti ikiwemo Machakos, Makueni, Nakuru, Kiambu, Uasin Gishu na Nyandarua. Tume imetoa salamu za pole kwa familia za wafiwa na kueleza kuwa haki ya kuishi ni msingi wa haki zote nyingine. Katika taarifa hiyo, KNCHR imesema kuwa zaidi ya watu 400 walipata majeraha wakiwemo waandamanaji, maafisa wa polisi na waandishi wa habari. Wengine kati yao walipatiwa matibabu ya kawaida na kuruhusiwa kurejea nyumbani, huku 83 wakielezwa kupokea matibabu maalum kutokana na majeraha ya risasi. Aidha, watu wasiopungua 61 walikamatwa na kuzuiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi nchini, wengi wao wakiwa Nairobi. Tume hiyo imeeleza kuwa baadhi ya waliokamatwa hawajafikishwa rasmi kwenye vituo vya polisi au kufunguliwa mashtaka yoyote. KNCHR pia imelaumu matumizi ya nguvu kupita kiasi na vyombo vya usalama, likiwemo matumizi ya risasi za mpira, mabomu ya machozi, maji ya kuwasha pamoja na madai ya unyanyasaji dhidi ya waandamanaji. Tume hiyo imeeleza kuwa imepokea taarifa kuhusu makundi ya watu wanaodaiwa kuwa wahalifu waliopenya maandamano ya kusababisha uporaji wa mali katika maeneo kama Eldoret, Mombasa, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kajiado na Kisumu. Makundi haya yameripotiwa kuhusika na visa vya unyang'anyi, uporaji na uharibifu wa mali. Vile tume imelaani kile ilichokitaja kuwa ni ukiukwaji na uhuru wa vyombo vya habari baada ya mamlaka ya mawasiliano nchini CA kuagiza baadhi ya vyombo vya habari kusitisha matangazo moja kwa moja ya maandamano hayo. Kwa mujibu wa tume hiyo, hatua hiyo ni kinyume cha katiba ya Kenya, hasa ibara 34 kifungu cha pili na ibara 35 kifungu cha kwanza B inayolinda uhuru wa habari na haki ya kupata taarifa. Tume imetoa wito kwa wananchi kutoa taarifa kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu kupitia nambari ya bure ya 0800 720 621, SMS namba 22359 au barua pepe complaint@knchr.org. Taarifa hii imesainiwa na makamu mwenyekiti wa tume hiyo, Dr. Raymond Nyeri, ambaye amesisitiza kuwa tume itaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu zaidi na kutoa taarifa kwa umma kwa wakati. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ya tume ya haki za binadamu nchini Kenya, KNCHR, ambayo imetoa ripoti kwamba vifo vilivyotokea ni watu 8 wamefariki dunia na wengine 400 kujeruhiwa kufuatia maandamano makubwa yaliyoitishwa Juni 25, 2025 kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Hii ni Zone Media, jiunge nasi na utaweza kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa zote zinazotokea huko sehemu mbalimbali. Jina langu ni Victor Moshi.